Marekani imefanikiwa kumwokoa mwanajeshi ambaye ni rubani wa ndege ya kivita aina ya F-15 iliyodunguliwa siku ya Ijumaa katika anga ya kusini mwa Iran. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa, huku jitihada za haraka za uokoaji na zenye maarifa makubwa ya kijeshi na hatari zikianzishwa. Hii ni TriGen Media. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha habari hiyo siku ya Jumapili asubuhi kupitia mitandao ya kijamii, akisema kuwa operesheni hiyo ilikuwa miongoni mwa operesheni za uokoaji za kishujaa zaidi kuwahi kufanywa na jeshi la Marekani. Trump alieleza kuwa afisa huyo sasa yuko salama kabisa, akitumia maneno safe and sound na kusisitiza mafanikio ya operesheni hiyo iliyofanyika katika mazingira ya hatari. Ndege hiyo ilikuwa na wafanyakazi wawili ambao wote walifanikiwa kujirusha, yani eject, kabla ya ndege hiyo kuanguka. Mmoja wao aliokolewa mapema na vikosi vya Marekani katika operesheni tofauti, huku mmoja akiwa hajulikani alikoangukia. Kwa mujibu wa maafisa wa Iran, ndege hiyo ilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga, wakidai kuwa ilikuwa sehemu ya juhudi zao za kulinda mipaka yao dhidi ya mashambulizi ya anga. Hadi sasa maelezo kamili ya jinsi operesheni ya uokoaji ilivyofanyika bado hayajawa wazi na yanaendelea kuchomoza polepole, huku vyanzo mbalimbali vikitoa taarifa tofauti kuhusu tukio hilo. Inaelezwa kuwa Marekani na Iran zilikuwa katika mashindano ya kumtafuta mwanajeshi huyo aliyepotea mara baada ya ndege kudunguliwa katika eneo la milima kusini mwa Iran. Mtu mmoja aliyefahamu operesheni hiyo alieleza kuwa operesheni hiyo ni kubwa na ya kijeshi kuwahi kutokea ya utafutaji na uokoaji, yani CSAR, ambayo mara nyingi huhusisha mazingira hatari na mbinu za hali ya juu za kijeshi. Taarifa zinaeleza kuwa kulikuwa na makabiliano kati ya vikosi vya Marekani na Iran wakati wa operesheni hiyo, na inawezekana rubani huyo alipata majeraha wakati wa kujirusha kutoka kwenye ndege hiyo. Kwa mujibu wa taarifa, mwanajeshi huyo alitumia zaidi ya saa 24 akiwa peke yake huko milimani, akijificha huku akiwa na bastola ndogo kwa ajili ya kujilinda. Rais Trump alieleza kuwa afisa huyo alikuwa nyuma ya mstari wa adui katika milima hiyo hatari ya Iran, huku akifuatiliwa kwa karibu na maadui waliokuwa wakimkaribia sana. Maafisa wa juu wa Marekani walikuwa wakifuatilia eneo alilokuwepo saa zote hizo 24, wakishirikiana na taasisi kama CIA ambayo ilisaidia kubaini alipo kwa usahihi na kutoa taarifa kwa Pentagon. Inaelezwa kuwa pia CIA walifanya kazi nyingine ya operesheni ya udanganyifu ndani ya Iran kwa kusambaza propaganda na taarifa potofu kwa mwanajeshi huyo tayari amepatikana, ili kupunguza umakini wa maadui wa Iran dhidi ya mwanajeshi huyo. Jeshi la Marekani lilituma makumi ya ndege za kijeshi katika operesheni hiyo, huku Trump akidai kuwa hakuna Marekani hata mmoja aliyepoteza maisha ama kujeruhiwa wakati wa utekelezaji wa operesheni. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa walidungua ndege isiyo na rubani ya Marekani katika jimbo la Isfahan wakati wa operesheni ya utafutaji, na kuongeza kuwa mifumo yao mipya ya ulinzi wa anga ilihusika katika kudungua ndege hizo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa kama vile BBC na CBS, jina la rubani huyo wa pili aliyeokolewa kwa mbinu hizo za kijeshi na hatari halijawekwa wazi kwa sababu za kiusalama. Na hii ni TriGen Media.